Watoto tayari wakipata kumbukumbu hapo muhimu. Alikuwa nasema mkuu wa itifaki alikuwa anaweka itifaki sawa, lakini sasa hii picha inatupa tafsiri. Huyu sasa ndio picha ya familia, aliye kushoto kwa mtazamaji, lakini kulia kwa mimi, kulia ni mke wa waziri mkuu, lakini anafuata mtoto, lakini na watoto tena hao. Sasa wanapiga picha, wanabaki tu familia yake. Sasa ni picha za kumbukumbu muhimu, na ndivyo hali ilivyo. Zingine zitakwenda kwenye familia na nyingine zitakwenda kwenye kumbukumbu za taifa zinapotazamwa hapo. Anazungumza hapo bila shaka, unaitwa nani, unasoma wapi? Na watoto wanaondoka na kumbukumbu moja nzuri sana katika maisha yao. Ni nafasi. Baba akipata wakati mwingine, nanyi ni watoto, kuna mawili matatu mtayapata na mtatambulika kwa sababu ya nafasi hiyo. Unapokuwa kiongozi, basi kuna zile fursa ambazo zinajitokeza, kwa maana kwamba zitajitokeza. Martha Mlata, huyu namfahamu. Naam, alikuwa ni mbunge wa muda mrefu kutoka Singida na ndiye mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi mkoa wa Singida. Kwa hiyo amsindikiza namsindikiza kwa sababu mkoa wake sasa umetoa. Wana Singida nimewaona wengi, nimemwona hata katibu tawala kwa Singida. Na alifika mapema mno kuhakikisha kwamba asikose. Wimbo huo ukiashiria kwamba ni brass band ikipiga wimbo kuhakikisha kwamba, ama ala za kuhakikisha kumaliza shughuli. Sasa tuachie mambo yanavyoendelea, alafu tutakwambia. Asante sana Mheshimiwa Rais, tunakushukuru. Na sasa tunakuruhusu ukaendelee na majukumu mengine ya ujenzi wa taifa letu. Mtazamaji wa TBC1, punde hivi umeona picha yenye taswira ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ambako ilikuwa ni Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania wakipiga picha. Hapo wanasalimiana Rais mstaafu Jakaya Mrisho Kikwete na Daktari Rais Samia Suluhu Hassan, wakisalimiana pale, kupeana mawili matatu katika siku kama hii ya leo, na wakizungumza katika tukio hili la leo. Na naweza kusema kwamba hii ikiwa ni mwishoni mwa tukio lenyewe la kwanza. Nilisema leo tutakuwa na ratiba mbili kubwa, na hii ndio ya kwanza ambayo ilifanyika hapa Ikulu ya Chamwino, na ikionyesha taswira halisi ya uapisho wa waziri mkuu ambayo imekwisha kufanyika. Na hapo baadaye majira ya saa 9 hivi ni tukio la pili, na lenyewe ni muhimu, ambalo litatoa uelekeo. Victoria Patrick, Watanzania tutakuwa tunawapelekea moja kwa moja matangazo haya kutoka ukumbi wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ambapo utakumbuka hivi ni juzi tu kanuni ile ya kuruhusu watu wasiokuwa wabunge kuingia ilitenguliwa. Kwa hiyo wageni wa spika watakuwa ni pamoja na rais ambaye ni sehemu ya bunge, watakuwa wanaingia mle ukumbini kwa ajili ya kupata sasa au kupokea hiyo hotuba ya Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania akilihutubia bunge wakati wa kulifungua. Tunasema kulifungua bunge. Naam. Na bunge la 13. Bunge la 13, na linafunguliwa kwa hotuba ambayo atatoa mwelekeo. Serikali inakuja kusema, mamlaka inakuja kusema kwamba tutaendaje. Kwa hiyo ni kazi sasa ya bunge kusimamia yale yaliyonenwa, na mawaziri na waziri mkuu watabaki pale bungeni, kazi yao kujibu yale ambayo yanatoka kwenye sauti za wananchi kupitia wabunge. Na mpaka kufikia hapo hatuna la zaidi. Mimi ni Amini Anthony Geni kutoka hapa Chamwino, tulikuwa na mwenzangu